ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، صلوات الله وسلامه عليه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuleta katika huu ulimwengu isipokuwa ametuleta kwa makusudio. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuhalalishia jambo isipokuwa ndani yake kuna manufaa ndani yake, na Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah, hakutuharamishia jambo isipokuwa ndani yake kuna madhara. Ikhwani fillah, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo kwamba iko katika suratul Maida, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabi wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani as-salah fahal antum muntahun. Ndugu zangu katika imani, tutaishi katika hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko katika suratul Maida, tuangalie fawaid na mazingatio ni ya kiasi gani. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuita katika ya ayyuhalladhina amanu, zingatia zaidi, imma ni amri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka uisikize na uitekeleze, wa imma ni amri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika makatazo yake anataka wewe uwe ni mwenye kujiepusha nayo. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wengi wanazuoni wameielezea. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu, kutoka mwanzo wa aya mpaka hapa ambapo ilipofikia, Allah subhanahu wa ta'ala ananiita mimi na wewe kutunasibisha katika watu ambao kwamba ni wa imani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita mimi na wewe kwamba ni katika watu ambao kwamba ni ahlul iman, ahlu tauhidillah subhanahu fil ula, watu ambao kwamba wanamrejelea Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuleta yale ambayo kwamba ni katika maelezo ya kutueleza. Anaanza na adawatul hasr ya kueleza kwamba hakika haina shaka ayu wala hiba, innamal khamru wal maisir, hakika pombe na vilevi, na pia vile vile wal maisir na kamari, ambapo kwamba sisi leo limekuwa ni jambo la kawaida. Gambling ni suala ambalo kwamba halini ni kupambanua, mdogo wala mkubwa, mke wala mume, wote wanazama katika hili. Wal ansabi wal azlam, na yale ambapo kwamba ilikuwa ni masanamu, na pia vile vile zile ambapo kwamba ni azlam, kwa wale ambao kwamba wanakwenda katika wapigaji ramli. Rijsun min amali shaitan, asema huu ni uchafu katika matendo ambayo kwamba ni ya shetani. Ibadallah, leo mtu aje akwambie wewe ni shetani, namna gani mtu anavyokuwa ni mwenye kujirejesha na kuwa ni mwenye kujikinga katika neno kama hili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika haya ambayo kwamba tumeyataja kwamba mtu kuwa katika ulevi wa aina yoyote, mtu kuwa katika mtembeleaji ambao kwamba ni mtembeleaji wa wapigaji ramli, mtu kuingilia katika yale ambayo kwamba ni ya gambling, kamari ya aina yoyote, asema haya ni katika matendo ambayo kwamba ni ya shetani. Allah subhanahu wa ta'ala wasema ahlul ilm imeletwa wal ansabi wal azlam, kwamba watu walikuwa wanaenda katika miungu wao na katika hali ambayo kwamba ni katika upigaji ramli, kwa sababu haya ni min al-kabair.
mtu anaokwamba ingia katika shirki ni katika mambo ambayo kwamba ni makubwa, la shaka fi dhalik. Bali imekuja kamari kutajwa katika sehemu ambayo kwamba imetajwa ushirikina. Kamari ambayo kwamba sisi leo tunaona ni kitega uchumi, imekuja kushikanishwa na watu ambao wanamshirikisha Allah jalla fi ula. Huu ndio hatari ambao kwamba unapatikana ayu alhiba. Asema haya ni katika majendo ambayo kwamba ni ya shetani. Asema fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kuweni mwenye kukaa kando ili muwe mwenye kufaulu ayu alhiba. Allah subhanahu wa ta'ala nyingi katika aya alizokuwa ni mwenye kuziteremsha zilikuwa zinakuja na sababu. Umar radhiyallahu anhu alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma bayyin lana shifaan, bayyin lana fil khamri bayanan shafia. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba ya Rabbi utubainishie katika pombe, tubainishie uwazi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaelezea kwamba wale ambao kwamba ni masahaba uhatari ambao kwamba ni wapombe. Umar radhiyallahu anhu baada ya kushuka aya ambayo kwamba ni ya kwanza, Umar radhiyallahu anhu akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bayyin lana bayanan shafian. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utupatie ufafanuzi wa hii mambo ambayo kwamba ni ya ulevi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya pili, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Haikuwa ndio mwisho wa Umar radhiyallahu anhu ayu alhiba, akamrejelea Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia ya Allah bayyin lana fil khamri bayanan shafia, tubainishie katika hii. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii aya akisema, innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu. Umar radhiyallahu anhu kusikia hili neno kwamba mkae mbali na kamari na pombe na vilevi na vingineo, Umar radhiyallahu anhu kasema, ha nahnu muntahun, sisi tumeacha. Ibadallah, hii ni kamari iliyotajwa na zama zilikuwa ni za hatari kuliko zama tulizoko nazo hivi sasa. Ama hizi zama ni mbovu zaidi kuliko zama za kina Umar radhiyallahu anhu. Ibadallah, sababu ya kushuka hii aya, sababu ya kuteremshwa hii aya na Allah subhanahu wa ta'ala, Saad bin Abi Waqqas alitembelea siku moja, akawaona muhajirina na maanswar wamekaa, wakamuita, ya Saad, ewe Saad, taala nut'imuk wa nuskika khamra, njoo tukulishe na tukunyweshe wewe Saad hii pombe. Hii ilikuwa kabla kuharamishwa kwa pombe. Saad radhiyallahu anhu akatangulia na akaelekea, akawa ni mwenye kula na hawa ambao walikuwa katika ile markaz. Faqaddamu ilayhi jazura, walikuwa wao tayari wamechinja, wameweka nyama ya kisawasawa na pombe ipo ya kutosha. Saad wakati huo akawa ni mwenye kula na kunywa, kisha akasema, muhajirina aula min al-ansar, hawa ambao kwamba ni muhajirina ni wazuri kuliko hawa ambao kwamba ni maansar. Mmoja katika wale ansar akachukua ile nyama, akachukua katika kile kichwa ambacho kwamba ni cha yule ambao kwamba ni ngamia walomchinja, akamgonga naye Saad radhiyallahu anhu, fashaqqa anfa, akawa amemtia alama katika pua lake. Akatangulia kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in tanaza'tum fil amri farudduhu ila Allah wa rasuli, anarejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Saad radhiyallahu anhu akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yalivyoendelea. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hii, na anaona katika Saad radhiyallahu anhu vile ambavyo alivyoko tayari kwanza amepata katika jeraha limeletwa na ulevi ambao kwamba wao walikuwa ni wenye kutumia. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab, mpaka mwisho. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria yake sisi tuwe ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na akatuwekea makatazo sisi tukae mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utaona katika mingi ambao kwamba ni vita vilivyokuwa ni vyenye kutokea, vilivyotokea vita ambao kwamba ni vya Uhud, na wakawa Waislamu katika mwaka huu ambao kwamba ni watatu wa Hijiria wamepata mafunzo mengi
wasema wana tarehe katika mafunzo waliopata hawa ambao kwamba ni Waislamu. Funzo la kwanza, anna an-nasra min indi Allahi jalla fi ula. Sisi mimi na wewe ili tufaulu ayu lahibba, nusra yetu itatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haitatoka katika nguvu zetu, haitatoka katika uchupavu ambao kwamba tunao, wala haitatoka katika nguvu ambazo kwamba ni za ukoo. Wama an-nasru illa min indi Allah, nusra ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa ni mojawapo ya mafunzo katika vita vya Uhud. Funzo la pili, taatuhu lillahi wa rasulihi, wao kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Katika vita ambavyo vilipiganwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika vita vya Hunain walishindwa Waislamu, na makusudio ya kushindwa wao walisema, inna al-yawma lan nughlaba likathratina, sisi leo hatuwezi tukashindwa kwa wingi wetu. Leo wengi wetu fikra hizi zimelala katika namna kama hii, kwamba tunapokuwa katika hali ambayo kwamba tuko wengi tunaona ndio wingi, bal nusra inakuja kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu na ndio la msingi, ayu lahibba, wanaopata katika mafunzo ya siku ambayo kwamba ni ya Uhud, bal wanasema anna al-maasi wadh-dhunub min asbab al-hazimati, kwamba maasi ya aina yoyote na dhambi ya aina yoyote ni sababu ya sisi kuangamia. Na naam, hakuna umma ayu lahibba uliwahi kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wao wametanguliza madhambi ya aina fulani na Allah akawafanya ni wenye kufaulu. Hivyo hivyo mimi na wewe ayu lahibba hatuwezi kufaulu ikiwa tunavunja amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ilipofikia katika vita vya Uhud na vita ambavyo ni vingi, masahaba walikuwa wanachukua mafunzo kwamba wanapokosea wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilifika wakati ambao kwamba wao wameanguka mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah na mpaka wao wanajiuliza, wao wenyewe wanajiuliza kwa kusema kuntum anna hadha, wao wanajiuliza haya ambayo kwamba tunayoyapata na masaibu tunayoyapitia yanatokamana na kitu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anawapa majibu, qul huwa min indi anfusikum, waambie ya Rasulullah, hii ni kutokamana na dhambi ambazo kwamba wanazichuma wao. Ikiwa mimi na yeye tutakuwa na mazito, tufahamu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tuliyokuwa ni kuifunza. Ikhwani fillah, tunaye kiongozi ambaye kwamba ni Umar radhiyallahu anhu, na Umar radhiyallahu anhu wakati ambao kwamba alikuwa yuaenda yeye na jeshi lake ama yuwatuma jeshi, alikuwa Umar radhiyallahu anhu akiwaambia katika haya maneno, bal anawaambia katika risala ambayo kwamba ni nzito zaidi, anatuma jeshi na Umar yeye anawaambia haya maneno akiwaambia, hakika nyinyi ambao kwamba ni watu wangu hamtokuwa ni mwenye kushinda isipokuwa katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamtokuwa ni mwenye kushindwa na maadui wenu isipokuwa baada mmekuwa ni mwenye kutenda mambo ambayo kwamba hayajamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum la tunsaruna ala aduwikum biquwwati al-adawa, hakika nyinyi hamtonusuriwa na hao maadui zenu kwa kwamba nyinyi mna nguvu zaidi, mtanusuriwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile ikiwa mtakuwa ni mwenye kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala mtakuwa ni mwenye kushindwa. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, aeleza Ali radhiyallahu anhu katika mchezo ambao kwamba ulikuwa umeanza kuchipuka katika zama kama hizo, anasema Ali radhiyallahu anhu, ash-shatranj min al-maisir, watu kucheza chess, jambo ambalo kwamba ni la kawaida. Asema hiyo ni katika maisir aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kamari. Bal anakuja katika zaidi ya hiyo, anatuambia Al-Qasim ibn Muhammad, kullu ma alha an dhikrillah wa an salat fa huwa min al-maisir, chochote kitachokutoa kando na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kikakuchelewesha katika swala, hii ni katika kamari. Na leo ayu lahibba, betting ni maradhi ambayo kwamba yapo katika ulimwengu wetu. Betting ni jambo ambalo kwamba leo ni jambo la haramu lililohalalishwa na nyingi katika serikali, lakini sote tunaona ni mambo ya kawaida. Vinafuatia visa vya watu ambao kwamba walikuwa na chao, bimaana watu ambao kwamba walikuwa na miliki mali, leo ni watu ambao kwamba wamefilisika kwa kuwa wameingia katika mambo kama haya, mambo ambayo kwamba ni ya betting.
Sisi tunaona ni kasb, ni namna ambayo kwamba ni ya kuchuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni katika tabia ambayo kwamba ni za sheitani, na hizi hazitofautishi yule ambaye kwamba ni mkubwa wala mdogo. Wengi wanasema katika suala kama hili, bali utamuona mtu katika biashara yake ametulia, lakini yuko kwa simu yake, yeye ni kubeti wa beti. Yupo katika biashara yake, yupo kazini, lakini unajua kuna mechi fulani lazima niekelee, kuna mechi fulani leo lazima niekelee, hii lazima nile hii. Yani mtu anaona ni kwamba ni bahati nasibu. Ikhwani fillah, sio bahati nasibu, sio bahati nasibu hata kwa uchache. Ayuha alhibba, ni suala unangojewa kujibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ndio marafiki zetu tulionao, ndio wazazi wetu tulionao, ndio watoto wetu tulionao katika nyumba zetu. Hamna mechi isipokuwa ataikelea. Na leo zimepita aviators kila kona, ambapo utaangalia mji wetu, casinos ziko kila sehemu, na ni vitu ambavyo kwamba leo zinatozwa ushuru ambao kwamba ni mkubwa kuliko ushuru ambao kwamba ni vya halali tunavyokula sisi. Betting ushuru wake ayo lahibba inatozwa 15%, kando na bidhaa ambapo kwamba kuna bidhaa zingine takriban utaangalia sisi tunakula 16% katika vitu ambavyo kwamba tunavyovinunua. Yani tofauti ya uharamu ulioko na halali ambapo kwamba tunakula sisi ni percent moja, 1%. Hii ndio hali ambayo kwamba ni ya maisha tunaoishi ayo lahibba. Ndugu zangu katika imani, je, haya ni mambo ambayo kwamba ni yetu sisi kubeti? Ni mambo ambayo kwamba ni yetu? Asema Ibn Abbas radiyallahu anhu, al-maisir huwa al-qimar kanu yataqamarunaha fil jahiliya. Asema haya ni mambo yaliokuwa wanafanya wale ambao kwamba walikuwa katika jahiliya kabla Uislamu hujawajia. Kwa hiyo ina maana haya sio mambo yetu. Kamari sio ya Muislamu ayu lahibba. Atakayekuwa amejiingiza katika kamari, katika madhambi ambayo kwamba ni makubwa, je, huyu mtu ana hasara kiasi gani? Asema hasara itakuwa katika aina mbili. Yakulu Abu Hibban, mtu kama huyo anapata hasara mara mbili, hasara ya duniani na hasara ambayo kwamba ni ya akhira anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma al-khasaratu ad-dunyawiyya, asema ile hasara ambayo kwamba ni ya duniani ayu lahibba, anasema innahu sharrun wa nadamatun wa iflasun, ni shari ambayo kwamba anakimbilia. Pia vile vile ni majuto hapa duniani, mbona ninatumia hichi, mbona ninafanya hichi. Kisha ni nadama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia jahidu bi amwalikum wa anfusikum mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba. Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha namna ambayo ni msururu wa aya wa sisi kujitolelea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja iliyopigwa mara zaidi hata na 700 na kuendelea. Hii ni mujibu wa aya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ikiwa utatoa kinyume cha mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana unatarajia hasara, yani hasara ya kiulimwengu, ya kufilisika, yani hasara ambayo kwamba ndugu yangu mtu anakuwa ni mwenye kujutia. Bal anasema katika haya, hii hasara haiwi ni kwa mtu peke yake, inakwenda kwa familia yake na watoto wake. Ibadallah, tumesahau kuna mtu ambaye kwamba hapa kwetu nchini alikwenda kubeti na mke wake, na mke akachukuliwa na mwenzake. Hapa kwetu nchini mtu anabeti na anabeti mke wake, hii timu kishinda na hii kishindwa, na wewe mchukue mke wangu. Akhi, wake zetu tumewachukua ni thamani ndogo kiasi hichi. Hapa kwetu alikuwa sio Muislamu, anabeti na mke wake ayu lahibba, asema hii timu kishinda mke wangu mchukue. Bali wangapi ambao kwamba wanaekelea watoto katika beti? Wangapi wanaekelea watoto kwamba huyu mtoto ikiwa yeye atakuwa ni mwenye kushindwa, basi mimi nakuchukulia thamani, atakufanyia wewe kazi. Yani mpaka sisi tunafika hatutambui ile ambayo kwamba ni damu yetu ayu lahibba. Watoto ambao kwamba ilikuwa sisi tuwaongoze, leo wao wanazama katika beti ayu lahibba.
Asema katika hasara ambayo kwamba ni ya pili ni hasara ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hasara ayuha alhibba ni hasara mtu atakuwa ni mwenye kuhesabiwa sio katika betting peke yake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, baada shetani anataka kututoa katika kutuweka katika haya matendo, anataka yeye kutuzuia sisi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasuddakum an dhikrillah, ni vichache kwa uchache zaidi, wala waweza usimpate mtu ambaye kwamba yumo katika betting anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sangapi amtaje Allah na anaangalia graph inakwenda namna gani? Sangapi atamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yeye anaangalia ni gani ambayo kwamba inakwenda kushinda achukue? Ibadallah, basi vile vile pia ni sababu ya mtu kuwa yeye hawezi akahudhuria hata katika utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala na swala. Nitakupa mfano ambao kwamba ni wa hai. Angalia mechi zinapokuja za weekend, mechi za weekend, na walillahi alhamdu wengi wetu ni maimamu tunaona, utaona ikija mechi kali iliyowekelewa na watu wanasubiri beti, safu ya msikitini itakuwa ni moja ama ni mbili, msikiti ambao kwamba unakuwa ni wenye kujaa. Manake wengine wako wapi? Sheitani amewazuia wao kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na wao hata kuhudhuria katika swala zao. Ibadallah, leo ije jambo ambalo kwamba ni la kamari, utaona hata mama zetu na dada zetu hawana wakati wa kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Saa ngapi amtaje na tayari kuna kipindi ambapo kwamba anakifuatilia? Saa ngapi amtukuie Allah subhanahu wa ta'ala, amsujudie Allah subhanahu wa ta'ala? Na soap opera inaendelea sasa hizi, inakwenda katika inafika fainali yao. Haya ndiyo hali ambayo kwamba tulionayo ayu alhibba. Hizi ni amri ambazo kwamba ni mbili katika mafasida ambayo kwamba mtu anakuwa ni mwenye kupata. Ndugu zangu katika imani, mfano unakuja wa wazi wa Umar radhiallahu anhu alipoisikia hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahal antum muntahun. Umar radhiallahu anhu alisema tumeacha, akajua ndio mwisho wa kuharamishwa katika pombe na vinginevyo ambavyo kwamba ni vya kamari. Umar akawa ni mwenye kutulia katika sehemu kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna katika Qur'an leo ipo somo linaitwa maqasidu al-Qur'an, malengo ya Qur'an. Kuna tafsiri ya Qur'an na kuna maqasid ya Qur'an, bal kuna maqasid za aya za Qur'an. Lau sote tutakuwa ni kukubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna aya wala neno wala harfu katika Qur'an Allah ameiweka sehemu fulani kimakosa. Fuatilia katika hili neno Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fajtanibuhu, jiekeni mbali na haya ambayo kwamba ni ya haramu. Allah kuweka hili neno katika hii sehemu, yaqulu ahlul ilm, wanasema ahlul ilm, Allah alikuwa aweza kusema katika haya ambayo kwamba ameyataja, anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha haramun, ni mambo ambayo kwamba ni haramu. Lakini wanasema ahlul ilm kusema fajtanibuhu, anasema hadhihi sighatul ablagh min alharam, asema hii ni zaidi ya mtu kusema ni haram. Hii neno fajtanibuhu peke yake ni zaidi ya mtu kusema ni haramu katika hili. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika suala la zina, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taqrabu zina, yani msikaribie ile zina. Hata ile wasila ambayo kwamba ni ya zina ni haram. Hivyo hivyo katika mambo ambayo kwamba ni ya kamari, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kaeni mbali, fajtanibu, kaeni mbali, japo kwamba yote mawili ni katika mambo ambayo kwamba ni ya haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam fima rawahu Imamu Muslim qala sallallahu alayhi wasallam, anaishikua simu yake akacheza kamari ama akabeti, Mtume amemfananisha na kitu gani? Asema sallallahu alayhi wasallam, man laiba shatranja, man laiba nardashir fakaannama sabaqa yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, anaicheza chess hizo draft ambazo kwamba tunazozijua, anaicheza hiyo betting ambayo kwamba ni maarufu. Asema sallallahu alayhi wasallam, sikizeni ndugu zangu katika imani, fakaannama sabaqa yadahu, kana kwamba amechukua mkono wake akautumbukiza katika nyama ambayo kwamba ni nguruwe,
na damu ambayo kwamba ni ya nguruwe. Sisi tunajua nguruwe kwetu sisi ina uharamu kiasi gani. Leo upite tu katika hoteli uone tu wameandika kwamba wana sausage ambazo kwamba ni za nguruwe. Nani anakaribia katika hiyo sehemu? Sasa hiyo amri ni ashaddi min dhalik, kwamba wewe umekuja unachukua simu yako una bet. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama mtu anaingiza mkono wake katika sehemu ambayo kwamba ni nyama ambayo kwamba ni ya nguruwe na damu ambayo kwamba ni ya nguruwe, kuingiza tu mkono, ayo la hiba, hii betting sio yetu sisi. Sisi kama Waislamu hatuhusiani na betting kwa lolote. Leo ni nani ambaye kwamba anakubali kutoa pesa majana bure? Haujatokea. Hii ndio kamari, haujatokea wewe mwenyewe wangoja kupata, haiwezekani ayu alhibba. Bal asema katika Muwatta ya Imam Malik hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, man laiba bin nard faqad asa Allah wa rasulahu. Anaicheza hizo chess na dice. Tunajua kwamba tuna zile dice zinawekwa. Juzi ninaona mmoja anaweka asema I'll chase my dice until it comes 6, yani nitatingisha ile yangu mpaka ipige 6. Maana ile 6 ndio idadi ambayo kwamba ni ya kubwa ya juu zaidi. Asema nitaicheza mpaka ifike 6. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaicheza kamari, amekuwa yeye ni mwenye kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yeyote ambaye kwamba anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ni nini ambaye kwamba anatarajia baada ya kwamba yeye amekutana na Mungu wake? Asema na hii ndio hasara ambayo kwamba ni ya dini. Mtu anakuwa ni kutoka katika dini katika namna kama hii. Huenda tukajiuliza hizi kamari tunazoongelewa ni kamari ya aina gani? Tunaanza na kamari ambayo kwamba ni ya kadi. Zile kadi sisi tunanunulia watoto kwamba wacheze mpaka itakapokuja damu. Hii ni kamari, sisi tuna introduce katika kamari. Maulama wanasema kwamba al-la'b bil awraq, mtu kucheza katika hizo karatasi zile kadi, hiyo ni katika kamari, sisi tunakuwa ni wenye kuiona. Bal anasema pia vile vile katika kamari kuna ile ambayo kwamba ni ya murahana, ambayo kwamba ni betting. Na hii leo sio mambo ambayo kwamba tunaongelea asatirul awwalin. Hizi sio asatirul awwalin. Hapa chini ukisonga tu kuna wale wanakuambia hii ni farasi, hii haina na hii haina. Wewe chagua ya farasi uwekelee, ndio utakumpata. Juzi ameonyeshwa mmoja katika hao ambao kwamba ni wakuelekeza farasi na nini, vita vimetokea. Masai ametoa katika ile ambayo kwamba ni rungu yake, amemwekelea ambayo kwamba ni sehemu ambayo kwamba ni ya jeraha. Allah subhanahu wa ta'ala alishaeleza, inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Ndio hiyo tumeona mtu ambaye kwamba anachukua hela, amepewa pesa, akamtoe mamake hospitali, anapita katika sehemu ya kamari na anaikelea, mamake anazidi kuishi hospitalini kwa hela ambayo kwamba alikuwa yeye amtoe, akajua hapa nikekelea 10,000 inarudi ikiwa 20,000, 10 ya mama ya kumtoa hospitali na mimi ambayo kwamba ni 10 najekea mama mzazi. Ibadallah, ina kifu sisi ambao kwamba ni mandugu na marafiki, mtu anamfanyia mama mzazi mambo kama haya. Ibadallah, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ni katika mambo ambayo kwamba ni machafu na mtu amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Statistics za hapa kwetu sisi tuko 55+ million wa Kenya. Asema 10 wale ambao kwamba ni 10 million wanabet, tuko 10 million wanabet kila siku. Milioni 10 wanaekeza. Usijali kwamba ni Waislamu sio Waislamu, wanaekeza katika pande ambao kwamba ni wa haramu. Bali katika suala ambao kwamba ni la kushangaza ni kila dakika inakwenda 1.4 million. 1.4 million kila dakika watu wanaingia katika hiyo betting. Bali ashad min dhalik, inayokushangaza ni kwamba kwa siku wa Kenya peke yao sisi tuna bet 21 billion kwa siku peke yake. Ile pesa sisi ambayo kwamba tuna bet, hii ni kwa siku peke yake. Ibadallah, kwa mwaka tunatumia kiasi gani? Asema kwa mwaka tunatumia 766 billion, zaidi ya kitengo kilichowekewa wale ambao kwamba ni wenye kusoma, sehemu ya kusoma, bali mara 7 ya kitengo kilichotengewa wizara ambayo kwamba ni ya afya. Wizara ya afya wanachukua 126 billion. Hii ni kwa mwaka 126 billion.
Sisi tuna bet 776 billion. Ibadallah, hii si nchi ambayo kwamba tunafaa kupigiwa takbira 4 za maiti. Ikiwa hii ndio hali, na leo ndio utaona hata huruma imetoka katika mioyo yetu. Watu wanabomolewa, kwa sababu wanaobomolewa ndio wanaobeti zaidi. Maanake wale ambao kwamba walioko katika, anajua kwamba hapa mimi naomoka, na natumia haya kwa sababu ni maneno ambayo kwamba yanatumika na vijana wengi, kwamba ukibeti unaomoka. Wallahi hakuna kuomoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitengo cha elimu, kitengo cha afya, wanatumia hela ndogo kuliko hela ambayo kwamba sisi tunabeti nazo kwa mwaka. Ndugu zangu katika imani, pia vile vile betting nyingine ni betting ambayo kwamba inapita katika screen zetu, zile TV zetu. Utaona kwamba wekeza 100, wekeza 50. Leo sisi tutatoa tu 50 hapa, 50 tutakuwa tunaokoa maskini kiasi gani? Kila Ijumaa mtu amue tu atakuja na 50 yake tu. Lakini angalia hali ambayo kwamba inaenda. Tunaona katika TV mtu anaikiza hata 100. Juzi ninaona TV nyingine ya nchi jirani, wao wanaambia tu usitume zaidi ya 100. Yani wewe ni 100 kuja chini yani. Hebu niambie, lau watakuwa ni wenye kubeti kiwango ambacho kwamba tuna bet sisi kwa dakika moja bilioni 21, mambo mangapi tunaweza tukafanya? Mambo mangapi tunaweza tukafanya? Ibadallah, hakika ni mambo ambayo kwamba ni mengi tunaweza tukafanya. Ndugu zangu katika imani, huenda tukafikiria hii kamari ni Uislamu peke yake tu umezuia. La, hamna dini hata ya Kiyahudi na Kinasara iliyoruhusu kamari. Nilikuwa napitia katika baadhi ya maneno yao, wanasema kwamba hamna dini inayoruhusu kamari. Na ni dini gani itakayoruhusu alichokizuia Allah subhanahu wa ta'ala? Haiwezekani hayo ibadallah. Ndugu zangu katika imani, zipo nchi leo zinaendelea kwa kuwa wao hawezi wenye kuruhusu kamari katika nchi zao. Mojawapo ni nchi ambayo kwamba ni ya Saudi. Hamna aina fulani ya kamari, hamna. Na hii ndio utukufu ya hizi nchi, iwe na yale ambayo kwamba wako nayo ya viongozi, lakini sisi tunajua kwamba ni nchi hairuhusu kamari. Na ndio manake leo imekuwa ni mojawapo ya Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni katika miji mitukufu. Zipo nchi zingine, Japan pia vile vile hawaruhusu kamari, lakini angalia zinatengenezwa, zinaletewa wale ambao kwamba ni maskini wa ulimwengu. Sisi tuwe wenye kuzama katika hizo aviators. Nenda katika sehemu zingine ambazo kwamba utaona kila mmoja anajiingiza zile betika, asema katika ushuru ambao kwamba wao wenyewe wanaopokea. Wao wanalipa ushuru kabla yako wewe ambao kwamba ni Mkenya. Watu wa betika, iingie katika akili yako, wao wanalipa ushuru tarehe 20 kurudi nyuma. Sisi mpaka tungoje mpaka deadline mwisho ndio tunalipa. Na haya yote ni mambo ambayo kwamba yapo katika mitandao ya ibadallah. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kwamba haya ni katika mambo ambayo kwamba ni haramu, mambo ambayo kwamba tunafaa tujieke mbali. Na tutaangalia katika hutuba ambayo kwamba ni ya pili, athari ambayo kwamba inaleta kwa mtu akiwa yeye peke yake, na athari ambayo kwamba inatuletea. Yaqulu jalla fi ula, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, yapo madhara ya mtu akiwa yeye peke yake farji ambayo kwamba anayapata. Mojawapo ya haya madhara ni kwamba akili zetu zimeumbwa kwamba ni akili ambayo kwamba zinakuwa, kila zinapokuwa ni zenye kukua, zinakuwa ni kutoa substance zinajiita dopamine. Inampelekea mtu kuwa ni mwenye kutoa, ima atatoa negative ama positive. Akitoa ya positive inamjalia yeye anakuwa ni mwenye kusonga. Na akiwa yeye pia vile vile ni mtu ambaye kwamba alozama katika kamari,
Utafiti unaonyesha kwamba hasatan akiwa ni mtu ambaye kwamba amezama katika kamari, ataproduce ile ambayo kwamba ni negative yake. Madhara yataanza kuwa ni madhara ya aina gani? Asema huyu mtu atakuwa ni kupata madhara kwa kuwa amewekeza hela yake sehemu ambayo kwamba ni baina wa baina, ima ni kupata ama ni kukosa, na wakati mwingi ni wa kukosa. Anakuwa ni mwenye kugenerate jambo limoja ambapo kwamba kisaikolojia haiwezi kuwa atakuwa ni mwenye kumakinika kiakili yake. Kisaikolojia haiwezi kuwa atakuwa ni mwenye kumakinika, bali pia vile vile zile tabia zake zitaanza kubadilika. Tabia zinabadilika kwa sababu kila anapokuwa ni mwenye kuwekeza hela yake ana wasiwasi wa aina fulani, kwa hiyo itaathiri katika tabia yake. Zaidi pia vile vile itaathiri ile ambayo kwamba ni attention yake. Unamuongelesha kijana kwako nyumbani, wewe macho yamekuangalia wewe, lakini akili iko sehemu nyingine. Wewe unamuongelesha kijana, unamwachia kazi yako, biashara yako akuangalilie, mtoto anaingia katika kubeti, kumbe yeye anakuwa nimekuwa katika hali ambayo hana umakinifu wa aina yoyote. Leo inafikia mpaka kijana anaozwa, ile rent unampatia nenda kalipi, anakuwa ni mwenye kubeti na rent. Anafikia kia hali ambayo kwamba anapoteza mwelekeo, he loses the direction, anakosa mwelekeo. Alikuwa aende huku na mtuma huku, kijana anakwenda jikoni. Unamwambia niletee kijiko, kijana anakwenda na kuletea ule mti ambao kwamba ni wa kutwangia, mtwangie ule. Unamwambia niletee sahani, mtoto wa kike kwa kuwa yuko katika beti, mwambia niletee sahani, yuaenda yuwakuletea wewe kama baba, yuwakuletea dera. Hii ndio athari ambayo kwamba inapatikana ya mtu kivyake peke yake. Bali katika haya ayu lahiba, athari ambayo kwamba inakuwa ni yenye kuwa ni ya zaidi, anakuwa mtoto kuna mood swing. Ni mtoto wa kiume na ana mood swing. Leo utafikiria ameamkia katika hali kama hii, leo anaamkia hali nyingine. Bali anakuwa siku zote na wasiwasi, siku zote anakuwa na wasiwasi. Ndugu zangu katika imani, imethibiti juzi katika mitandao, mtoto wa kike amepewa fees ya university aende akalipe, ameingia katika betika akabeti, ikawa ndio mwisho wa kujitoa uhai. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa. Imethibiti ayu alhibba, mama alikuwa anaokota pesa ambayo kwamba ni ya chama, wakafikisha milioni 21, wako kila mmoja alikuwa apate milioni yake. Yule mama kuona pesa imetimia ya chama, ile pesa ya chama imetimia na iko katika mikono yake, mama akasema wacha niekelee. Mama akaekelea pesa ya chama bila mume wake kujua. Mwishowe yule mama amepelekwa akiwa mjamzito katika jela za hapa kwetu. Hivi sasa tunavyoongea, mama atajifungua akiwa yeye ni mjamzito katika seli. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Ibadallah, athari gani inayopatikana katika mujtamaa? Allah subhanahu wa ta'ala hakutuletea ugonjwa isipokuwa una tiba yake, na Allah subhanahu wa ta'ala huenda mtu akafikiria amepata katika namna ambayo kwamba ni ya halali ama katika namna ambayo kwamba ni ya haramu, akaenda akatoa akasema hii ya haramu niliyopata mimi nimetoa, nimejazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wewe wa kwanza. Imamu Abu Hanifa Nu'man radhiyallahu anhu alimuona bwana anaiba, kisha huyu bwana anaenda anatoa sadaka. Gambling, kamari, kisha mtu aje msikitini kunatangaziwa bwana fulani mimi wa kwanza anatoa. Imamu Abu Hanifa radhiyallahu anhu au rahimahullah akamfuata yule bwana akamuuliza, wewe unaiba kisha unakuja unatoa sadaka? Asema naam, mimi naiba na nakuja kutoa sadaka. Asema ninapoiba naandikiwa dhambi moja, ninapotoa sadaka Allah subhanahu wa ta'ala anaipiga maradufu ila 700 adhaafi. Hawa ni Waarabu waliohibba. Imamu Abu Hanifa akamwambia, hakika wewe inama tasriq wa yuktabu laka sayi'atan, unaiba unaandikiwa katika dhambi, watatasaddaq wala yuqbalu mink, na unakuwa ni mwenye kutoa sadaka wala sadaka yako haikubalika. Ibadallah, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa yale ambayo kwamba ni mazuri. Mal hal fi dhalik, ni ipi natija ya mtu kujitoa katika hili?
dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Hii dua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaiomba kila kuchao. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tutosheleze na halali uliotupatia wewe Allah subhanahu wa ta'ala, japo halali ni ndogo, ni bora kuliko kubwa. Ibadallah, namalizia na kisa wakii kimeshuhudiwa katika hapa kwetu nchini. Uhatari wa kamari, miongoni mwa sababu zake ni talaka, na pia vile vile kuachana, na pia vile vile kuleta ugomvi. Siingilia talaka, nimeona familia wanacheza kamari, nafikiri tunajua dumnas, na inakwenda na zile kerem na mengineo. Mtoto na baba wanacheza kamari, kila mmoja anaekelea yake. Wewe baba alikuja kivyake na yule ameekelea kivyake. Baba anatafuta pesa ya mboga ya nyumbani, billahi alaykum, baba anatafuta pesa ya mboga ya nyumbani, na huku mtoto ndio anakula. Mtoto anaambiwa na baba, si hiyo mboga umekula wewe, umpatie mama yako aendelee kupika, mimi tunacheza, ni kila ninakuregeshea. Mtoto anamjibu baba, wewe jua vile ambavyo utakavolisha wale ambao umewaacha nyumbani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين.